watoto wamekuwa na mambo mengi mazuri ambayo wameshiriki michezo ya nje na ndani. Tuna michezo tofauti ambayo watoto wanaweza kushiriki kulingana na mazingira. Kwa hiyo watoto wameshiriki michezo ya ndani, kama kanisa la mahali labda lina eneo ndogo, watoto wanakuwa na michezo ya ndani. Lakini watoto wanakuwa na michezo ya nje kama kanisa la mahali lina eneo kubwa. Naitwa Fabiola Bajuta, ni mwenyekiti wa GCN mkoa wa Arusha na kitaifa pia. Tumekuwa na kongamano na maandalizi ya kongamano la watoto kwa muda wa miezi mitatu na leo limefanikiwa kwa ukubwa sana. Watoto wamekuwa na mambo mengi mazuri ambayo wameshiriki michezo ya nje na ndani. Tuna michezo tofauti ambayo watoto wanaweza kushiriki kulingana na mazingira. Kwa hiyo watoto wameshiriki michezo ya ndani, kama kanisa la mahali labda lina eneo ndogo, watoto wanakuwa na michezo ya ndani. Lakini watoto wanakuwa na michezo ya nje kama kanisa la mahali lina eneo kubwa. Kwa hiyo watoto wamekuwa na michezo mizuri, wamechangamsha afya ya akili. Lakini tumekuwa na vipaji, watoto wamekuwa na vichekesho, wamekuwa na mambo mbalimbali, nyimbo wameimba, wamekuwa na mambo mengi ambayo wameshiriki. Lakini watoto wamesoma neno, wako watoto ambao wanaandaliwa ni wachungaji wa baadaye. Kwa hiyo wako watoto ambao wamesoma neno la Mungu, wametufundisha siku ya leo. Lakini tuna mistari ya Biblia ambalo ndo lengo kuu la GCN, ambao ni watoto wanajifunza, wanakariri mistari ya moyo na hawa watoto wanapata zawadi. Kwa hiyo tumekuwa na watoto ambao wameshiriki mistari ya moyo, tumekuwa na watoto walioshiriki mistari, mtoto anashika mistari hata 100 na wamepata zawadi. Lakini tunamshukuru Mungu, tumekuwa na watoto wamekula, wamekunywa, wamefurahi. Leo imekuwa ni siku njema sana kwao. Tunamshukuru Mungu pia. Tuna makanisa yaliyoshiriki, makanisa 28
yameshiriki na tumekuwa na watoto 300 ambao wameshiriki siku ya leo. Tunamshukuru Mungu ambaye ameifanikisha shughuli hii ya baraka. Ameiwezesha siku ya leo, tunamshukuru Mungu sana. GCN tumeamua kuwekeza kwa watoto kwa kushirikiana na makanisa kwa sababu mtoto ni moyo wa Yesu umekaa pale, na mtoto ni kanisa la kesho la baadaye. Mtoto anakuwa, lakini mtu mzima hakui. Yeye maisha yake yanaenda yakiisha, lakini maisha ya mtoto yanaenda yakikua, na mtoto huyu anaandaliwa kwa sababu ya kuwa kiongozi, si kiongozi wa dini tu, kiongozi wa kitaifa, lakini mtoto ambaye atakuja kuwa mzazi mzuri wa baadaye, kwa sababu atakuja kuwa na familia. Tunawajenga waje kuwa na familia nzuri yenye maadili ya kimungu, ya Kikristo, yale ambayo Yesu aliyataka watoto wayaishi. Ndivyo tunavyofanya GCN. Tuna tathmini ya makanisa ambayo tumeyafikia, sio makanisa tu, watoto wa mitaani, mashuleni. Tunaweza kusema tuna makanisa zaidi ya 1000 tumeyafikia kwa mikoa tofauti tofauti, si ya Arusha tu. Nimepokelewa vizuri kwa makanisa ambayo tumepita. Wachungaji wa makanisa mengi wameonyeshwa GCN imechelewa kuwafikia, yani habari hizi za GCN zimechelewa kuwafikia. Wamekuwa na shauku kubwa na wamehamasika kwa asilimia kubwa, na baadhi ya wachungaji wamekiri kusema kwamba kanisa la watoto ndio kanisa lililo bora zaidi. Kwa hiyo tunashukuru, tunapata mapokeo mazuri kwa makanisa ya CPCT, makanisa tofauti tofauti. Tunamshukuru Mungu. Sisi tuyashauri makanisa ambayo hayajajiunga na GCN yajiunge na GCN, kwa sababu tunawaandaa watoto na watafurahia, lakini pia tuwashauri makanisa ya washirikishe wazazi, kwa sababu malezi ya mtoto tunayaona kwamba yanafanyika kanisani, lakini nyumbani hakuna. Kwa hiyo GCN inamfundisha mtoto kufundishwa nyumbani na mzazi, lakini mwalimu kanisani na mchungaji ambaye anasimamia kundi zima, ambaye mchungaji yeye kazi yake ni kulea wazazi wale, na wazazi wale watawalea watoto, lakini hawa walimu watakuwa watu wa mwisho. Kwa hiyo tuombe wachungaji wawafundishe wazazi sana. Jina langu ni Betha Thomas Sagala. Mimi ni mwenyekiti wa idara ya vijana na watoto kanisa la GNPC Kisima cha Uponyaji. Tunapatikana Kishore, Ngaramtoni. Na siku ya leo nimekuja kwenye kongamano hili lililoandaliwa na GCN nikiwa kama mwalimu wa watoto. Tunawashukuru sana GCN kwa kuandaa kongamano kama haya. Mara kwa mara yanatukutanisha watoto wa makanisa mbalimbali na watoto wa majirani ya makanisa hayo, ili basi watoto waweze kujifunza pamoja, waweze kucheza pamoja, tunakula pamoja, na inakuwa ni siku ya furaha sana. Kwenye makongamano kama haya, walimu kwa wanafunzi tunajifunza vitu vingi, na pia sisi walimu tunapata nafasi ya kuinteract na walimu wa kutoka makanisa mengine, kuona wenzetu wanafanya vipi, vipaji ambavyo wanavilea ndani ya makanisa yao, lakini na pia watoto wetu wanapata wakati mzuri sana kuona jinsi ambavyo wenzao wanaendelea, lakini pia na wao kuonyesha vile ambavyo wamekuwa wakijifunza kwa muda mzima, ambapo tangu kongamano la mara ya mwisho. Tunafurahia sana siku kama hii na tunapenda sana siku kama hizi ziendelee. Nafahamu kwamba GCN wanafanya na makanisa ya waliookoka, lakini na watoto wote ambao wanapatikana katika mitaa yetu. Kwa hiyo nahamasisha wazazi, badala ya watoto kukaa mtaani na kufanya mambo yasiyofaa, washiriki michezo kama hii. Makongamano yapo mara kwa mara, lakini kila kanisa linakuaga na siku ambayo kuna darasa la watoto pamoja na michezo ndani ya kanisa. Tumefurahi sana siku ya leo na watoto wetu pia wamefurahi sana. Asanteni sana wazazi kwa kuwatoa watoto wenu, na asanteni sana wachungaji wa makanisa yote ambao mmeshiriki kutoa watoto. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Emmanuel. Tuko katika kanisa la Revival EAGT hapa Sakina, na tuna tukio la watoto ama kongamano la watoto ambalo linafanyika siku ya leo tarehe 1 mwezi wa 7 katika kanisa hili. Maoni kwa kweli ningewasihi tu kwamba makongamano kama kwa watoto ni muhimu, watu kuja kujifunza na watoto pia kupata elimu na ile exposure kwa wanapokutana na wenzao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Shifra Boniface, nimeokoka napenda Yesu. Leo katika kongamano la watoto tumekuja kushiriki michezo mbalimbali
na kusifu na kuabudu na kuimba. Hata pia tulikuwa tunacheza. Tunamshukuru sana Mungu. Tunaomba wazazi walete watoto kanisani ili waje makongamano au wafundishe watoto umuhimu wa makongamano. Kwa majina naitwa Melchizedek Lembris, nimetokea katika kanisa la Ebenezer Pentecoste kwa mchungaji Askofu Godwin Kimani. Leo tumekuja kongamano. Madhumuni ya kongamano hili ni kujenga roho kwa watoto. Amina.